kwa ufasaha. Na tukiangazia tena masuala ya uchaguzi mdogo, ni kwamba katika eneo bunge la Isiolo Kusini wakazi wanaelekea kupiga kura debeni ili kumchagua mbunge wao. Kiti hicho kimewavutia ndugu na dada Tubi Mohamed Tubi na Bina Tubi wanaotaka kumrithi baba yao Mohamed Tubi aliyefariki Novemba mwaka jana. Isiolo South na wapiga kura 22,161 na hivi sasa nataka kuungana naye Emmanuel To ambaye yuko katika maeneo ya Isiolo. Emmanuel To, tueleze zaidi kuhusiana na uchaguzi wa mdogo. Watu wamejitokeza kwa wingi, na kama umebahatika kupatana na hawa ndugu wawili wanaowania kiti hichi, labda pengine wametoa semi gani asubuhi ya leo? Na asante sana Rashid, bila shaka tunakujia mubashara kutoka katika shule ya wasichana ya Algani hapa katika eneo bunge la Isiolo Kusini, ambapo kwa sasa ndugu mmoja amefika hapa kuweza kuhakikisha kwamba anashughulika kwenye hali hiyo ya kupiga kura. Yuko kwenye msururu hapa kwenye foleni akingoja kuingia. Huyu ni Tubi Mohamed Tubi ambaye ni mgombea wa chama cha UDA ambaye kwa sasa amefika hapa. Alifika hapa dakika kama 20 iliyopita kuhakikisha kwamba anashughulika pia kwenye hali ya kupiga kura. Tutazungumza naye akishapiga kura. Kwa sasa naona kuna foleni fupi kidogo. Tumekuwa katika maeneo tofauti katika eneo bunge hili, katika eneo la Garbatula, na mwendo wa saa 12 hivi vituo vilikuwa vimefunguliwa kwa wakati uliofaa, lakini bado watu hawajajitokeza kwa wingi kupiga kura. Kama ulivyoeleza, ni wapiga kura 22,161 ambao wanatarajiwa kushiriki kwenye zoezi hili la leo, lakini kwa sababu ni uchaguzi mdogo tunatarajia kwamba ni 50% hivi watakaojitokeza kupiga kura hiyo. Na kwa sasa unavyoona hapa nyuma yangu kuna foleni ya baadhi ya wale ambao wamepiga kura. Wengine wanangoja kupiga kura, wengine wanataka kusikia mgombea wao ama yule ambao wanamuunga mkono atakuwa anapata kura ngapi hivi, na wao ndio watakuwa wanaamua baadaye kinyang'anyiro hichi. Kwa sasa naomba tu nikuonyeshe shughuli inavyofanyika ndani ya ukumbi wa kupiga kura hapa katika shule ya msingi Algani. Na kwa sasa yule mgombea ambaye tumekuambia Tubi Mohamed Tubi ameingia ndani ya ukumbi huu kuhakikisha kwamba anapiga kura, na shughuli ya kwanza ni kuhakikisha kwamba yeye ni mpiga kura. Kabla ya kuwa mgombea, yeye pia ni mpiga kura, na anapeana kitambulisho chake pale ambayo inaangaliwa kwenye kipakatilishi hicho cha Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, ambapo itakuwa inaangaliwa kuona kama yuko kwenye sajili, na wanatumia vidole kuhakikisha kwamba wanakagua kabisa kwenye sajili ya wapiga kura. Na kumbuka kwamba IEBC imesema kwamba inatumia sajili ya mwaka 2022 iliyotumika kwenye uchaguzi huo. Na kuna karatasi itakabidhiwa, karatasi dakika chache zijazo, karatasi ya wapiga kura watakao kuwa wanashiriki kwenye kinyang'anyiro hicho. Na nilivyokuambia ni kwamba kuna wagombea watatu haswa kwenye kijikaratasi hichi, ambao ni Isaac Abduba Fayo wa chama cha NEDP, yani National Economic Development Party. Kuna Tubi Mohamed Tubi ambaye sasa anakabidhiwa karatasi ya kupigia kura, na pia sasa anaelekea moja kwa moja hadi kwenye kile kijisanduku cha kutia kalamu pale kuhakikisha kwamba anajipigia kura, ama labda anapigia mwingine kwa sababu ni huru, na anaingiza karatasi yake kwenye sanduku hilo, na atakuwa na sasa na matumaini ya kuwa mbunge wa eneo hili. Na kumbuka kwamba mbunge wa eneo hili anaingia bungeni wiki ijayo, Jumanne. Tunatarajia kwamba hapo ndipo watakuwa wanaapishwa, ama yule ambaye atakuwa anashinda kati yake na dadake. Na naomba tu nizungumze naye kwa kifupi. Mheshimiwa, hali vipi kwanza? Niko salama, nashukuru. Naomba tu usimame ukiangalia upande huu, tuambie kwamba kwanza shughuli imekwaje? Nimeona umechukua chini ya dakika moja. Shughuli imekuwa sawa, imekuwa smooth as possible, na niko na imani mambo itakuwa sawa na nitapata ushindi kwa leo, mwisho wa siku wa leo. Yes. Unazungumziaje ushindani kati yako na dadako Bina ambaye yuko pia kwenye kinyang'anyiro hichi? Mliamuaje kwamba kwanza mnataka kushindana wawili wa nyumba moja? Hatukuamua, ila wajua siasa itambui ndugu wa madada, ila kuna mambo mingi kwa siasa, kwa kila mtu ana goal yake. Kama mimi wazee ndio walinichagua,
wakaniekea kilemba na kusema, so siwezi ongelea sana upande yake, ila niko focused upande yangu niweze kudeliver, na nina imani leo nitabeba ushindi. Je, siasa hizi zimeleta uhasama kati yako na dadako? Hamna, labda upande yake, lakini upande yangu siko huko. Mimi niko najaribu kwa watu wangu wa Isiolo South niweze kuwafanyia kazi na niweze kufaulu. Yes. Kuna wale wanasema kwamba mmekelea multibet, double chance ya hii kiti, dadako akikosa unapata, yeye akipata wewe unakosa pia, lakini bado inarudi kwa nyumba yenu. Ilikuwa hiyo ndio mlikuwa mmepanga mavipi? Hapana, wajua kila mtu ana haki ya kusema, kila mtu ana haki ya fikra, ila mimi sijui hayo mambo. Baada ya mazishi mimi niliekelewa tu na wazee mambo yote, na nilikuwa tu tayari kusonga. Hayo mengine tutajua tu mbele, Mungu akitufikisha. Okay. Na unaona ukishindwa utakubali matokeo? Naam, lakini sina hiyo, sioni hivyo. Kwa sababu mimi najiona tu mimi ndio mshindi. Nina imani na nina nguvu na ninaamini jioni nitaibeba mapema sana. Na ikiwa utakosa, unajua hii ni kura. Hiyo utakosa, utakubali? Hiyo ikiwa inaweza kosa. Sasa hiyo ikiwa hapa ni sure, tuko sure Isiolo South wako na imani, wako sure na wako sawa ndani ya chama ya UDA. Yes. Na hali ya wapiga kura kujitokeza umeonaje? Tumetembea sehemu tofauti tofauti, tunaona wapiga kura ni wachache ambao wamejitokeza. Unazungumziaje hilo na unahakikisha unafanya vipi ili waje wapige kura? Wajua hivi siku mbili hivi imepita, msimu wa mvua ni kama umeanza, pia tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini bado tumewahimisisha watu wetu, wapigaji kura wetu waje waweze kunipigia kura kwa wingi ili tuweze kupata ushindi mkubwa sana kutoka Isiolo South. Yes. Na labda mwisho kabisa, ni ikiwa utapata kiti hiki, ni mambo gani unapanga kufanyia wananchi wa eneo hili, kwa sababu babako aliacha kazi ambayo hakuwa amemalizia? Kazi hamna chochote ya kujificha, ila Isiolo South wanajua kazi walikuwa wanafanyiwa, na wao wananchi wao tu wameniambia wana expect ni nini nitafanya, na mimi pia najua expectation yao ni nini. Katika hii campaign, muda wa campaign tumeongea, tumeweza kujadiliana, tumeweza kuarifiana kwa yale naweza jaribu kuongeza, so tuko sawa tu, pia wao wana imani na mimi. Kila laheri. Naomba sasa tuzungumze na kamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, Mohamed Nur, ambaye yuko hapa. Amekuja pia kuangalia kwamba shughuli hii inafanyika kulingana namna ambavyo inavyofaa. Kwa sasa kamishna, tueleze tu shughuli imekuwa vipi tangu asubuhi? Asante Emmanuel. Shughuli inaendelea vizuri, wapigaji kura wamejitokeza kwa kiasi ambayo tumeona, bado hawajajitokeza vile tulitarajia. Kufikia wakati huu nafikiri sasa karibu 30% wamejitokeza. Tunaomba wengine pia waje wajitokeze ili waje wapige kura, lakini kwa jumla kura inaendelea vizuri kwa njia ambayo inayofaa. Hakuna tatizo yoyote ambayo tumesikia. Na najua mliweka sheria kwamba hakuna mtu anafaa kupiga picha kura yake anapotia kalamu pale. Je, mmepata visa vyovyote vya watu ambao wanafanya hivyo? Hatujapata, kwa sababu tumeweka mikakati yafuatayo kuhakikisha kwamba hakuna mtu atapiga picha. Unavyoona vile tumeweka booth yetu kwa wakati huu, ni kuhakikisha kwamba huwezi kutoa simu ili upige, kwa sababu kura yako ni siri yako na ni haki yako. Ni siri yako, ni lazima ni wewe tu na Mungu yako. Hatutaki kuona ya kwamba mtu anapiga picha na kusambaza katika social media. Hiyo tumekataa. Hali ya usalama iko vipi? Hali ya usalama imeimarishwa, na ningependa kupongeza Inspector General of Police na vitengo vyake vya usalama katika sehemu hii ya Isiolo South. Wamejimudu vizuri, wamefanya kazi kwa njia inayofaa, na usalama iko katika hali ya juu kabisa. Asante sana Kamishna, tutazungumza baadaye. Kuna mwangalizi wa uchaguzi huo Ojiro, tueleze hali imekuwaje kulingana na upande wenu wa kuangalia uchaguzi unavyoendelea? Naam, kwa majina naitwa Fredrick Ojiro. Mimi ni mwangalizi wa hii kura ya IEBC hapa eneo ya Isiolo South, na kwanza kabisa ni kushukuru IEBC kwa kuweka mikakati kabambe. Hatujaona fujo yoyote, na pia tumeona walinda usalama pia wamefanya kazi kwa maana, kwa bidii. But three important things ambapo pia lazima tuzungumzie. Tumeona voter turnout iko low,
because hapa kuna 3 streams hapa hivi Algani Girls Primary School, and the voter turnout is between 21% to 17% by saa 3 asubuhi. Na pia kitu kingine ambayo pia tunaweza ongelea ni kwamba pia tumeona kwamba there are other parts of the voting polling stations ambao zimehamishwa sababu ya the areas were closed down, so tumeona kuna hiyo challenge kidogo, but so far we want to urge all the voters from Isiolo South wajitokeze, wapige kura na wadumishe amani ili hii kura itoe matokeo ambayo raia wanatarajia. Asante sana. Na nimezungumza na baadhi ya viongozi ama wale wanaohusika na uchaguzi huu, na unavyosikia ni kwamba hali ni shwari hadi sasa. Tutakuwa tunazunguka maeneo tofauti katika eneo bunge hili kuhakikisha kwamba tunakupa picha na taswira ya wapiga kura. Kuna wadi 3, Sericho, Garbatula na hapa katika eneo la Kina, na kwa hivyo tutakuwa tunaangalia kila upande, tutakuwa tunakupa picha hiyo baadaye. Rashid, kwako studio. Naam, shukran sana ndugu yangu Emmanuel To. Umetoa falsafa moja ya kwamba unasema Tubi Mohamed akipata Bina Tubi pia amepata, na Bina Tubi akipata Tubi Mohamed amepata, lakini wanakuambia la hasha, ni ushindani, atakayepata ndiye atapata, hawatapata wote wawili. Nafikiri kauli nzuri kwa sababu wote watoto wa baba mmoja, lakini wamekutana katika kinyang'anyiro cha ubunge ambapo ni kuondoka kwa baba yao. Kwa hiyo ni kinyang'anyiro ambacho kwa kweli kitakuwa ni cha kusisimua, na watu wanasubiri kuangalia ni nani atakayepata kura nyingi kushinda mwingine katika safari ya kuendeleza kile ambacho mzee alikuwa anakifanya. Mtazamaji, tarudi na mengi baada ya mlisuko